Ni huzuni, bado ni kilio kwa dakika hizi ambazo wananchi wanafuatilia mchezo huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya klabu ya Dar es Salaam Africans ambao wapo nyumbani Guantanamo Bay, mchezo dhidi ya Al Ahly, ligi ya mabingwa barani Afrika. Klabu ya Dar es Salaam Africans katika kipindi cha kwanza walienda mapumziko wakiwa wanaongoza kwa bao 1-0, lakini kipindi cha pili mambo yamebadilika, mambo yamekwenda ndivyo ambavyo sivyo kwa kile ambacho walikuwa wanakitegemea, kwani kwenye dakika hizi tayari Al Ahly wamekwisha kusawazisha na mpira tuseme unaanza moja kwa kile ambacho kinaonekana uwanjani. Wamefanya mabadiliko ya wachezaji wawili na tayari tunaona pressure imeanza kugeuka kwa upande wa wananchi ambao kwa sasa hivi wanaanza kupoteza mipira ovyo, ikiwa ni makosa ya mara kwa mara, lakini pia makosa ambayo yamefanywa na mtu mzima Shadrack Kiboka. Mpira ulikuwa na gonga mguuni na kushindwa kuweza kufanya maamuzi ambayo yalikuwa sahihi na kupelekea bao hili kuweza kusawazishwa na Dieng ambaye ameweza kumfunga golikipa wa timu yake ya taifa Djigui Diarra. Diarra anaonekana analalamika kweli kweli kutokana na kile ambacho kimetokea, na alilalamika kuanzia kwenye kona ambayo iliweza kutokea, Boka akiweza kucheza mpira na kupelekea Al Ahly kuweza kumnyang'anya mpira kisha kuweza kupiga bonge moja la kombora ambalo lilimpigwa kuelekeza langoni na Diarra kuweza kupangulia nje na kusababisha kona kuweza kutokea. So baada ya kona kutokea ndo hivyo mpira ikapigwa, kona ikaelekea langoni, na ndipo mabeki wakaanza kujigonga na kupelekea Dieng kukutana na mpira na kumalizana na kile ambacho kimeweza kutokea. So ndo hivyo, mambo ni magumu kweli kweli na kila mtu anaendelea kupambania kile ambacho kinaonekana hapa. Wananchi wanaongozwa ni kuongozwa tu, yani moja ukiwa nyumbani kwako ni kama vile unaongozwa. Pressure ni kubwa na tunaona wanaendelea kushambuliwa mara kwa mara. Tusubiri tuone kitu gani ambacho kitatokea baada ya dakika 90 kuweza kukamilika, lakini kwa sasa hivi Al Ahly wanapeleka moto kweli kweli kuweza kusaka bao la ushindi. Madhambi yanafanyika, lakini pia pressure ni kubwa sana kwenye mchezo huu. Ngoja tuone, anakwenda Abuya kwake Pacome Zouzoua, Pacome, mpira ni kona kuelekea katika lango la Al Ahly. Mambo ni magumu kweli kweli katika mchezo huu ambao unaendelea hapa. Dakika ya 66 ya mchezo na 67 ni kona ambayo inaenda kupigwa na pedal Pacome Zouzoua. Mohamed Hussein anaingia nafasi ya Shadrack Kiboka ambaye ameweza kusababisha bao kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Na kukumbusha tu kwamba tayari ana kadi ya njano. Mohamed Hussein M15 ndio ambaye anaingia kuchukua nafasi ya Shadrack Kiboka ambaye anatoka katika dakika hizi baada ya kuweza kupiga kona na pigwa pale depu. Lakini ndio hivyo, mpira kwenda nje, mtafsirika kwamba ni foul, na tumeweza kuona hapa yakitokea madhambi. Baka keza kupuruka kichwa pamoja na depo na kupelekea madhambi kwa upande wa golikipa wa Al Ahly. Mambo ni magumu kweli kweli. Tusubiri tuone ni kitu gani ambacho kitatokea, lakini hadi sasa bado ni sare moja dakika ya 67 ya mchezo. Naona kocha anaendelea kuzungumza na video analyst pale kujua ni kitu gani ambacho anapaswa kuweza kufanya kwa wakati huu.